Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imesema imeridhishwa na matumizi ya mtaala mpya wa elimu ikiwemo elimu ya amali kwa shule 96 za awali zilizoanza kutumia mkondo huo, huku kuwahimiza wanafunzi kuchangamkia fursa hiyo ili iweze kuleta tija na kupata ujuzi wanapomaliza masomo yao. Hamisi Suleiman anaarifu. Mkurugenzi wa udhibiti wa ubora wa shule, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mwalimu Efrania Simbeye, akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu wa wizara hiyo katika mahafali ya 15 ya kidato cha 6 shule ya sekondari Tusime yaliyofanyika katika campus Chuo Kikuu Dar es Salaam, wamesema shule zote zilizoanza kutumia mkondo wa amali zikiwemo 66 za binafsi zimeanza kuonyesha matunda mazuri kwa wanafunzi. Aidha, atakuwa na fursa ya kujiendeleza kielimu kupitia vyuo vya elimu ya ufundi sanifu. Rai yangu kwenu wazazi wenzangu, walezi na walimu, kushirikiana na wanafunzi ili kuwaongoza kuchagua mkondo wanaoupenda kulingana na matakwa, uwezo na malengo yake ya maisha. Kazi ya baba, kazi ya mama, kazi ya mlezi, kazi ya mwalimu ni kumuongoza huyu mtoto. Aidha, wadhibiti ubora kutoka wilaya Ilala na Ubungo kwa pamoja wameelezea mafanikio yaliyoanza kuonekana kwa wanafunzi tangu kuanza kutumika kwa mitaala hiyo mipya ambayo inawawezesha wanafunzi kuwa na ujuzi mbalimbali wa ujasiriamali mara wanapomaliza kidato cha 4. Serikali imelenga kuhakikisha kwamba tunawakuza vijana wakiwa wanajifunza kazi. Jambo ambalo tulikuwa tumeliacha kidogo katika miaka ya nyuma. Sasa tunarudi tena. Ni wito wa serikali kwamba wazazi tutumie fursa hiyo, vijana tutumie fursa hiyo kuhakikisha kwamba tunajiunga kwenye mkondo wa amali ambao unatufundisha kazi. Ujikite kumsaidia mtoto awe kitovu cha ujifunzaji. Mtoto aweze kupata maarifa yeye mwenyewe kutoka kwenye vyanzo mbalimbali. Afanye kazi kwa vitendo, aenda kafanye majaribio ya kisayansi, aenda kafanye utafiti, afanye kazi mradi, aweze kutatua changamoto zinazomkabili na hatimaye apate ujuzi umsaidie kujiajiri katika maisha yake hata baada ya masomo yake. Kweli sisi tuko tayari, tumeanza, na katika kuanza huko tumeanza na program ya computer programming ambayo tutaifanya vizuri kama ulivyoona kwenye maonyesho. Tayari tumeanza. La pili, tumekwenda kwenye ujasiriamali ambao umemwona mtaalamu wa ujasiriamali, na hasa tumejikita sana kwenye kilimo. For the past few years tunaona vijana wengi wakiwa wakibaki mtaani baada ya kumaliza elimu yao, kuto kupata kazi na kuto pia kujiajiri. Lakini katika huu mtaala mpya ambao sasa hivi serikali imeweza kuintroduce, tunapata kuona examples ya watu ambao wameweza kumaliza na waweza kujiajiri na kujiendeleza kibiashara labda na ranking ya jobs ambazo wamesomea na kuzipata. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Serikali mkoani Tanga imewataka wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki katika kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid itakayoanza Aprili 8